hukumu ya kuipekua simu ya mwenzako ikiwa amekuazima au unatumia kwa jambo ambalo huna ruhusa kwenda sehemu nyingine. Aliulizwa Sheikh Abdul Karim Al-Khudairi hafidhahullah ta'ala, ma hukmu an-nadhari fi muhtawayati jawali zamili bighairi ilmihi, ni ipi hukumu ya kutazama yaliyomo kwenye simu ya ndugu yangu, ya rafiki yangu, bila ya kujua yeye mwenyewe, ilman bi annahu adhina li fi akhdhihi liittisali bihi, kwa kujua kwamba yeye ameniruhusu mimi kuichukua kwa ajili ya kumpigia mtu kwa ajili ya yani mawasiliano. Mpigie fulani, simu yako haina pesa, basi tumia kwa simu hii. Anasema Sheikh, idha adhina zamiluka bil ittisali bi jawalihi fayuqtasaru al-idhnu au fayaktasiru al-idhnu ala al-ittisal, atapokuruhusu rafiki yako kutumia simu yake katika mawasiliano, basi idhni yake itakomea katika yale mawasiliano tu kule kumpigia mtu. Wala yataadda dhalika ila an-nadhari fi muhtawayatihi, na wala halikiuki hilo katika kutazama yaliyomo kwenye simu min ar-rasail, katika message wa ghairiha na mengineyo, illa biidhni, isipokuwa idhni yake. Wa hadhihi tahtaju ila idhn, na ile pili la kupekua, bwana kuna message imeingia au nimeona kitu fulani, kumbe wewe mbaya, wewe mshabiki wa kitu fulani, wewe mtu akaanza kuona, hili linahitajia idhni. Amma idha nadhara fi hadhihi ar-rasail wa nadhara fi muhtawayatihi allati lam yu'dhan lahu au lam ya'dhan lahu bi ru'yatiha, فهذا مثل تسمع كلام الآخرين من غير إذنهم. أما atapotazama katika hizi message na akatazama katika yaliyomo katika simu ambayo hakuruhusiwa na huyu mtu kuyatazama mambo hayo, huku ni kule kujisikilizisha, yani kuyasikia na kuyapekua maneno ya watu wengine pasi na idhni yao. Wakati warada fihi alwa'id, na imekuja makemeo. Kwa hiyo mtu makini katika masuala haya. Wengi katika watu wanazembea na gomvi nyingi zinatokezea kwa mambo hayo, au mtu kumdharau ndugu yake au kumtia kitu katika nafsi yake kwa sababu ya hicho anachokifanya, kuwazimwa kitu hichi tumia zaidi ya matumizi yale. Wallahu a'lam.